Asante, tunaendelea Mheshimiwa Neema. Je, lini serikali itaanza kutoa mshahara kwa madiwani ili waweze kutekeleza majukumu yao kikamilifu? Swali hili limeelekezwa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na Naibu Waziri anaelekea kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa waheshimiwa madiwani katika kusimamia utekelezaji wa shughuli za maendeleo na huduma za jamii katika mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa waheshimiwa madiwani hulipwa posho za kila mwezi kwa mujibu wa kanuni za kudumu za halmashauri na waraka wa serikali wa Disemba 2014 na waraka wa Aprili 2015. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia kwamba nafasi ya udiwani ya muda maalum wa uongozi na sio ajira ya kudumu inayohusisha utumishi wa moja kwa moja ndani ya mfumo wa serikali, malipo ya posho yameendelea kuwa njia nzuri ya kutambua mchango wa waheshimiwa madiwani. Asante. Mheshimiwa Neema. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali haioni kukosekana kwa mishahara na posho isiyoridhisha kwa madiwani ni chanzo cha rushwa na kuzorotesha kwa usimamizi wa miradi katika maeneo wanayosimamia madiwani? Swali langu la pili, kwa kuwa maeneo ya usimamizi ya kiutawala ya madiwani yanakuwa ni makubwa kuliko posho wanayopata, je, serikali haioni ipo haja ya kuwapatia madiwani usafiri kama vile ambavyo CCM imeweza kufanya kwenye kata zake? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, serikali hii inatambua kwanza mchango mkubwa sana wa waheshimiwa madiwani katika kusimamia halmashauri zetu, kusimamia miradi ya maendeleo na huduma za kijamii kwa ujumla. Na serikali hii inathamini sana mchango wa waheshimiwa madiwani, na ndio maana mwaka 2021-22 serikali kuu ilichukua jukumu la kulipa posho za waheshimiwa madiwani kwa halmashauri asilimia 95 halmashauri zetu kote nchini, ili kuwawezesha kwanza kuwa na uhakika wa kupata posho zao kwa wakati, lakini pili kupata posho hizo ambazo ziliongezwa pia kiwango. Kwa hiyo tunafahamu kwamba bado kiwango cha posho za waheshimiwa madiwani hakitoshelezi, lakini serikali inaendelea kujiongezea uwezo wa ukusanyaji wa mapato ili kadri uwezo unavyoongezeka tuendelee kuongeza posho za waheshimiwa madiwani na waweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi. Lakini pili, Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu ni kweli wako waheshimiwa madiwani ambao wanakata kubwa sana na wana changamoto ya usafiri, lakini serikali itaendelea kufanya tathmini na kuona uwezekano wa kupata vyombo vya usafiri kwa kadri uchumi utakavyokuwa unaruhusu, ili waheshimiwa madiwani waendelee kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi. Ejage Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi nakubaliana na majibu ya serikali, lakini kwa kweli mishahara ya posho za madiwani ni ndogo sana. Je, ni lini serikali itafanya mapitio ili kuboresha kipato cha madiwani? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali imekwisha fanya tathmini na inatambua kwamba kweli posho za waheshimiwa madiwani hazitoshelezi, lakini ili kuwa na kiwango kikubwa cha posho lazima tujenge kwanza uwezo wa mapato ya serikali yenyewe ili iweze kumudu kulipa posho hizo za waheshimiwa madiwani. Kwa niomba nitumie nafasi hii kuhakikishia Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa madiwani kote nchini kwamba serikali inatambua sana mchango wao katika usimamizi wa shughuli mbalimbali katika halmashauri, na ndio maana imechukua jukumu la kulipa posho katika halmashauri zaidi ya 95 badala ya siku za nyuma ambazo halmashauri zilikuwa hazina uwezo wa kuwalipa hata hizo posho za kila mwezi na kuwezesha waheshimiwa madiwani kufanya kazi vizuri. Lakini kwa kadri serikali itakavyoendelea kujenga uchumi na uwezo wake wa mapato ya ndani, tutaendelea kuona uwezekano wa kuongeza posho za waheshimiwa madiwani.